Na mtazamaji wa Faruku Online TV, huu ni mtaa wa Lilungu uliopo kata Likombe, Manispaa Mtwara Mikindani hapa mkoani Mtwara, ambapo taarifa zilizopo hapa ni kuhusiana na swala zima la mtoto mwenye miaka 8 amenyongwa na kufariki dunia. Tumefika hapa kuzungumza na wananchi wa eneo hili. Je, taarifa hizi zipo kwa namna ipi, na wananchi hawa je, umepokeaje taarifa hizi? Tukawasikia kile ambacho pia umekizungumza. Hii ni Faruku Online TV, mimi naitwa Faruku Ngonyani. Jina langu mimi ni Zuhura Isa Saidi, mkazi wa Lilungu. Nimepokea kwa masikitiko hii taarifa ya kunyongwa kwa mtoto. Kwa kweli inatutia hofu wananchi. Tunaiomba serikali ya mtaa ijitahidi ianzishe ulinzi shirikishi ili kutusaidia, maana wamama kama wamama inatutia hofu na watoto wetu tunashindwa tuwalinde vipi. Kwa sababu mtoto kama alichukuliwa maeneo jirani na nyumba yake, utasema mama anamlinda vipi mtoto? Amejitahidi, amemlinda, amecheza nyumbani. Atajitahidi atamlinda vipi? Kwa hiyo tunaomba serikali, ikiwemo serikali ya mtaa, itusaidie ianzishe ulinzi shirikishi. Naitwa Saidi Nachuli. Ili tukio nilipolipokea kwa masikitiko makubwa. Kifo cha huyu kijana wetu ambacho kimetokea cha kikatili sana. Kama chama tumelipokea kwa masikitiko makubwa na hatujafurahishwa. Sisi kama Chama Mapinduzi katika ilani yetu tumeeleza kwamba tutasimamia amani na utulivu wa wananchi wetu. Kwa hiyo tunaiomba serikali, vyombo vinavyohusika na mambo ya usalama, endapo vitawabaini hao wahusika, basi sheria ichukue mkondo wake na sheria ziwe kali. Lakini pia niombe serikali, hapa mbele yangu kuna ile eneo hili kata ya Likombe, tuna maeneo ambayo yana vichaka vingi sana. Kwa hiyo niombe ili eneo nalotazama hapa ni watu wa hifadhi ya jamii walifanyie kazi ili kuondoa hivi vichaka, kwa sababu penye hapa panatokea matukio pia. Hapa watu wanakabwa, wananyang'anywa simu zao, wanajaribu kutaka kujeruhiwa. Jina naitwa Fatuma Ali Isa, ni mwenyekiti wa mtaa wa Lilungu. Mtaani kwangu kumetukia tukio mbaya sana ambalo linasikitisha kwa jamii. Kuna mtoto kule kambini kule magereza anaitwa Moniri Leonard na Majeje, mwenye umri wa miaka 8, anasoma darasa la 3. Huyo mtoto amepatwa na tatizo, yani tatizo la kinyama kwa kweli kilichofanyika. Kuna mtu amekuja pale na alijificha kwenye migomba. Yani hao watoto walikuwa 5, walikuwa wanacheza nje ya nyumba yao. Sio mbali, yani nje ya nyumba yao pana mti, walikuwa wanacheza. Akatokea huyo mtu kwenye kichaka hivi, karibuni pao hapo pana kichaka. Kwenye migomba akajificha, katika kujificha kawa anaita kwa ishara ya mkono, njoo njoo. Wale watoto wakawa wanajihesabu, mimi hapana, mimi hapana. Yule aliyekusudiwa mimi ndio. Ndo ameenda pale. Baada ya kwenda pale amepewa wale watoto wengine wale wasiohusika, amewapa miogo yule ambaye aliyefanya hili tukio. Yule mtoto aliyemkusudia amemteka, ametoka naye. Wale watoto, mbona mwenzetu natoka naye? Amekimbia naye. Alivyokimbia naye amekwenda kule mbele, anakijua mwenyewe alichokifanya. Hao walivyokuja kustuka wale watoto wakaenda kuambia mama zao, wakitoka jamani wanaita mtu aonekane. Wamepiga simu huko kambini, wamepiga kipenga, wamekuja pale kumfuatilia, wanakuta tayari mtoto yule kanyongwa, tena amenyongwa na nguo zake mwenyewe mtoto. Zawadi Bwanali ni mganga mfawidhi wa hospitali ya mkoa wa Mtwara Legula. Ni kweli jana mnamo majira saa 11 jioni tulipokea mwili wa mtoto ambaye anakadiriwa miaka 8 mpaka 10 ambaye aliletwa na polisi. Kwa hiyo mwili upo pale mochwari. Kwa sasa hivi kinachoendelea ni kwamba tunasubiri ndugu na polisi ili taratibu zingine ziweze kufanyika za kiuchunguzi ili tuweze kujua sababu hasa ya kifo ni nini. Na jeshi la polisi mkoa wa Mtwara limethibitisha kutokea kwa tukio hili. Kutokea hapa mtaa huu wa Lilungu uliopo kata hii ya Likombe, Manispaa Mtwara Mikindani, mimi sina la ziada. Naitwa Faruku Ngonyani. Hii ni Faruku Online TV. Bye bye.